بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ndugu zangu watazamaji, wasikilizaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tunarudi tena katika kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli. Uislamu dini ya kweli kutokana na mambo mengi sana. Kwa sababu sisi wenyewe mwanzo kabisa tulitangulia kuizungumzia Uislamu ni nini na uzuri wake ni upi, lakini hawezi tukaumaliza, kwa sababu Uislamu ni uzima wa milele. Uislamu nataka nikwambie kwamba ni uzima wa duniani na ni uzima wa milele kwa wale ambao watakubali kuwa Waislamu kweli. Kwa wale ambao watakubali kuwa Waislamu kweli. Muislamu wa kweli anakuwa ana ushindi wa uhai wa maisha ya hapa duniani, yani uhai wake, afya yake na akili zake na cheo chake. Atakuwa hapa ameshachuma vizuri sana, amevitumia kazi vizuri sana, kwa sababu ana Uislamu. Uislamu humuongoza kila sehemu. Uislamu humuongoza kimaongezi. Uislamu humuongeza kitabia. Uislamu humuongoza na kibiashara. Uislamu humuongoza kiusafiri. Uislamu humuongoza kila jambo ambalo yalihitaji hapa duniani. Kwa hiyo unamkuta ni mwenye kushinda maisha ya hapa duniani na anakwenda kupata uzima wa milele, kwa sababu ameambatana na Uislamu. Yule ambaye si Muislamu ni hasara kubwa sana. Kwa sababu gani? Hana mwongozo. Hana mwongozo wa maisha. Hana mwongozo wa kibiashara. Hana mwongozo, yani yeye aishi katika maisha ambayo ni kama ya unyama. Hana rahma, hana ambacho inaitwa mfano wa mtu wa mambo ambayo kulinganya mausema ili lifanyika ili halifanyiki. Unakuta sasa yeye afanya takalo linakuja akilini, ndiye anafanya. Anatembeza uhai wake maisha yake kifikira zake. Sasa haya si maisha ya mwanadamu. Maisha ya mwanadamu yataka muongozo kutoka kwa Mola wake, na Mola hato kuongoza bila kwa Muislamu. Uislamu ndiyo Mwenyezi Mungu njia ameichagua namna ya kuishi maisha ya hapa duniani, kwa sababu sisi kama binadamu, sisi viumbe kama binadamu, twatakiwa tuishi katika kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndiyo sababu pekee iliyomsababisha Mwenyezi Mungu atuumbe. Ametuumba kwa ibada yake. Kwa hiyo Muislamu mzuri, Uislamu ni dini ambayo inamweka mwanadamu kuwa katika uhai mzuri sana mbele ya Mola wake na ndani ya maisha hapa duniani, kwa sababu anaishi kiutaratibu, anaishi kimpangilio, na mpangilio sio kwake yeye, ni mpangilio wa yule aliyemuumba yeye mwenyewe. Kwa hiyo unakuta naishi vizuri sana. Wewe unaonaje mtu anaishi na watu ambao hawana ukorofi? Ukiishi na watu hana ukorofi, acha mambo yanayodanganyiwa na nini, lakini Uislamu ni dini ya amani. Ina maana Muislamu ndiye, ukitaka amani ni Muislamu, utamkuta ni mwenye amani. Hana madhara yoyote, kwa sababu dini yake inamuonyesha kwamba, au yamfundisha kwamba
anatakiwa awe ni mwenye amani. Paka maamkizi ya Waislamu ni kutakiana amani. Sasa mtu mwenye amani ndiye anatoa amani. Ambaye hana amani hawezi katoa amani, hawezi kaishi kiamani kama mwingine. Wewe unaona wakikutana Waislamu wanatoleana salamu, maana yake salamu nini? Ni amani. Amani ya Mungu iwe juu yenu. Anatuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi, anasema kwamba la yadkhulul jannata la tadkhulul jannata hatta tu'minu, hamutoingia pepo ya Mwenyezi Mungu hatta tu'minu, hadi muwe waaminifu wa kweli, waaminifu wa kweli waliotengamaa. Wala tu'minu, wala hamtoamini, hamtopata imani ya kweli ambayo ni imani nzuri, hatta tahabu, mpaka muwe mnapendana, yani ni watu wenye mapenzi, watu wenye amani baina yenu. Akasema ala adullukum ala shay'i, je, niwafundisheni au niwaonyesheni jambo, idha fa'altumuhu, mtakapolifanya, mtakapolitekeleza, tahabbtum, mtapendana. Akasema ufshu salam bainakum, basi zagaeni au jazeni salamu baina yenu. Paka wasahaba wanatuuliza kwamba wakati tulikuwa tunakuwa sehemu tunakaa, tukapata kitu cha kutupetena, yani mmoja anapita hapa mwingine anapita hapa, tunapokutana nyuma ya mti tunatoleana salamu. Ifsha salam baina almuslimina au baina an-nas. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anakipigania Muislamu mwenyewe, Muislamu mzuri anachokipigania isipokuwa anapigania pepo yake Mwenyezi Mungu. Target na hamu na nguvu mtu anachokihitaji ni kupata pepo yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndani ya pepo yake Mwenyezi Mungu kila jambo liko ndani. Maisha mazuri ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu, tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe pepo yake. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuonyesha ya kwamba njia ya kwanza mtu kuingia peponi, lazima hatoingia peponi sharti atakuwa mwaminifu, mwenye imani. Na mwenye imani tumemuona jana au nani iliyopita. Sasa mtu ambaye si mwaminifu au pepo ya Mwenyezi Mungu haingii isipokuwa mwaminifu. Na mwaminifu hawe kuwa na imani nzuri ambayo imekuwa kabisa imani ya imara, imani iliyoko nzuri sana, imani nayo msababisha yeye aingie peponi ya Mwenyezi Mungu, mpaka awe anampenda mwenzie. Na hampendi kwa ajili amempa gari, hampendi kwa ajili wanafanya naye biashara, hampendi kwa ajili anamsaidia kwa mambo fulani, hampendi kwa sababu yoyote nyingine, bali wanapendana kwa sababu ya undugu wa Kiislamu, kwa sababu wanamcha Mwenyezi Mungu. Wanazioni wanakuambia kwamba inna awthaqa al-iman, imani iliyokuwa nzito kuliko imani zingine, alhubbu fillah walbughdhu fillah. Ni mtu kumpenda mwenzie, ni Muislamu kumpenda mwenzie, ni muumini kumpenda mwenzie,
hampendei lolote illa billah, isipokuwa anampenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Mambo mengine wanaweza wakachukiana kwa sababu jambo alilompendea lalo labda ameliacha au ameliharibu. Kama ilikuwa ni kumuazima gari aende afike fulani sehemu fulani, gari ikifika njiani kiharibika, mwenye gari atachukia, hatompa tena gari yake, na atakapokataa kumrudisha tena gari yake, basi ugomvi utaanzia pale. Ameshanikataa, wewe ameuana, anajivuna na nini na nini. Utakuta wameshaachana. Mwenyezi Mungu atukinge na atulinde na atupe kupendana kwa ajili yake. Lakini mtu anayependa mwenzie kwa ajili ya Allah, ampenda, mapenzi hayawezi yakakatika. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah yuko pale, habadiliki, haondoki, na sheria yake au maneno yake au mwenendo wake alishauweka katika, ameuwekea wanadamu ambao umekuwa ndiyo sababu ya kupendana hao Waislamu. Bado yuko pale pale. Qur'ani ile ile, hadithi za Mtume Muhammad SAW zile zile, hazibadiliki. Na Mwenyezi Mungu anayetegemewa waliopendana kwa ajili yake yuko pale pale. Ina maana hawawezi wakaachana. Tunaomba Mwenyezi Mungu atupe mapenzi ya dhati kabisa, na mapenzi ya dini, sio mapenzi ya vitu vingine. Kama mmempenda mtu kwa uzuri wake, kesha naweza kawa mbaya, uzuri unapotea. Kama mtu anampenda mwenzie kwa ajili ya mali, mali itaisha. Kama tampenda kwa ajili yani kwa ajili ya mambo ya dunia, mambo ya dunia yanaisha. Uzuri unaisha, mali inaisha, ukoo unaisha. Yani hata matendo mazuri ya asiyoambatana na dini yanaisha. Yaweza kasahau, asiyatende tena. Yaweza akabadilika, akaanza kukutendea mabaya kabla na mwanzo alikuwa akikutendea mazuri. Sasa hii ndiyo maisha tunayoishi wanadamu. Lakini anayeishi katika Uislamu, anaishi katika imani, mapenzi yake habadiliki hata kidogo, kwa sababu imani iko pale pale. Anampenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yani anampenda kwa sababu wanakutania katika sehemu ambayo ni kumwabudu Mola wao. Ndilo unganisho lao, ndiyo sababu ya kuwapelekea wapendane. Acha tupate muziki kidogo, turudi tena inshallah. Na tunarudi tena kutoka katika upumziko. Sasa undugu huu ambao tuko nao katika mwezi wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu anataka tuwe nao mpaka mwisho. Haya mapenzi unayo na ndugu yako katika Uislamu, katika Ramadhani, na kuomba asije yakakatika baada ya Ramadhani. La, yani kupendana katika ajili ya Mwenyezi Mungu, imani ikizidi sana ndani ya Ramadhani. Na tumeona kwenye hadithi ya kwamba hakuna ambaye ataingia pepo ya Mwenyezi Mungu isipokuwa mwaminifu. Na imani tumeiona kwamba kwenye Ramadhani yazidi, imani inazidi, mapenzi yanazidi. Huku wakati wa futari tunavutana, kila mmoja anamkaribisha mwenzie.
haya mambo yasiishie katika Ramadhani, bali yaendelee, kwa sababu utawakuta watu ambao ni miskini, hawana chakula, hawako ndani ya Ramadhani peke yake, hata kesho baada ya Ramadhani wapo. Kwa hiyo iwe ni mwenendo mzuri, na ndiyo sababu moja miongoni mwa sababu zinazosababisha watu wapendane. Yaani huyu ambaye anaye chakula akipata rahma, akipata maumivu ya kuwa ndugu yake hana chakula, anamchukua nyumbani kula iftari, anamfuturisha ndani ya Ramadhani. Kumbuka kwamba hata kesho baada ya Ramadhani hana chakula ndugu yangu. Kwa hiyo imani izidishe ndani ya Ramadhani na iwe imara baada ya Ramadhani. Usaidizi ulikuwa ukiutoa kwa watu ambao hawajiwezi, usiuachie kuutoa, yani usimalizike kwenye Ramadhani. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Pepo ambayo tunaipigania inatakia imani, na imani inaendana na vitendo, kwa sababu imani inakuwa moyoni, hakuna naye iona, lakini vitendo ambavyo vitadhihirika katika mikono yako, vitakavyodhihirika katika maneno yako, udomo wako ukizungumza, unazungumza maneno ya imani. Watu ambao wamekuzunguka ndio watajua kwamba mashaallah, huyu jamaa na imani. Na kama havitatendeka, imani mtu anayo moyoni lakini haionekani kwenye vitendo, sasa hii itakuwa ina maana gani? Faida gani ya kuwa na imani moyoni isipatikane katika matendo ya mtu? Kwa hiyo ndani ya Ramadhani imani inaonekana moyoni na inaonekana kivitendo. Hebu tizama misikiti inavyojaa wakati wa Ramadhani. Ramadhani kiisha utafikiri labda watu wameisha hama, yani wanakuja wakati wa Ramadhani, wanakaa sehemu, Ramadhani kiisha wanarudi zao walikotoka. Hii siyo imani, na Mwenyezi Mungu hapendi haya. Allahu Jalla wa Ala hupenda mja ambaye anathibiti imani yake, yani imani yake huonekana katika vitendo vyake, imani yake huonekana katika maneno yake, imani yake huonekana katika biashara yake ambavyo anafanya biashara na wenzake. Imani ya mtu yaonekana kimazungumzo, akiwa anazungumza na watu anakuwa ni mkweli, anayazungumza maneno ambayo yanawafaa wenzake. Haya mambo yote tuyakuta mtu akiwa ndani ya Ramadhani, utafikiri, utaomba au utatamani siku zote ziwe Ramadhani. Mtu atatamani, ambaye anapenda kheri, atatamani siku zote ziwe ni Ramadhani, na haiwezekani. Na inawezekana. Haiwezekani na haiwezekani na inawezekana. Kivipi iwezekane na kivipi haiwezekani?
Haiwezekani ya kwamba kila mwezi au kila siku iwe ni Ramadhani, la. Mpangilio wake Mwenyezi Mungu si hivyo. Kuna Ramadhani, kuna Shawali, kuna Shaabani, kuna Rajab, kuna yani mpaka miezi, kila mwezi unakuwa na jina lake. Kwa hiyo haitowezekana kila mwezi kuwa Ramadhani, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliyeumba miezi hakuifanya mwezi mmoja. Lakini inawezekana. Inawezekana kivipi? Inawezekana kwa mwanadamu yule aliyejua Ramadhani na uzuri wake, akashikamana na mwenendo mzuri wa Ramadhani, akawa na tabia nzuri, akaishi katika uhishi ya kumridhisha Mwenyezi Mungu. Haya yanakuwa ni majaribio, yani ni mazoezi ameyapata ndani ya Ramadhani, ambayo yataendelea baada ya Ramadhani. Kama ni ukarimu alikuwa nao ndani ya Ramadhani, muumini wa kweli ataendelea kuwa mkarimu hata baada ya Ramadhani. Kama ni swala, anaweka swala 5 kila siku ndani ya Ramadhani, na kwambia anaendelea mpaka mwisho hata baada ya Ramadhani, hata sali. Ni huyu naye sema ni mwaminifu, ndugu yangu. Nasema mwaminifu ambaye anayepaswa kuingia pepo ya Mwenyezi Mungu, kama tulivyokuona kwenye hadithi kwamba hatuwezi tukaingia pepo mpaka tuwe waaminifu, wenye imani. Tuwe ni watu wenye imani, imani ambayo yaonekana katika midomo yetu, imani ambayo yaonekana katika matendo yetu. Hiyo ndiyo imani ambayo inafaa, kama tunavyoviona ndani ya Ramadhani. Mtu ambaye ulikuwa kabla ya Ramadhani unamfahamu katika mambo mengine ambayo ni mabaya, kwa sasa ameisha kuwa mwaminifu, ni mtu wa msikitini kila saa, kila sekunde. Allahu Akbar. Sasa hii neema ya Ramadhani isijikaishia katika Ramadhani. Mwaminifu wa kweli ni mwaminifu ndani ya Ramadhani na ni mwaminifu baada ya Ramadhani. Alivyokuwa anahisi au tabia zake ndani ya Ramadhani, utamkuta hata kwenye Shawwal hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu mambo aliyokuwa akiyafanya hayafanye kwa ajili yake yeye, anayafanya kwa kutafuta radhi zake Mwenyezi Mungu. Sasa anayetafuta radhi za Mwenyezi Mungu hana muda, hana nyakati fulani kwamba hivi anatafuta kumridhisha Mwenyezi Mungu, wakati mwingine hataki. La, ambaye ni mwaminifu anataka radhi zake Mwenyezi Mungu leo, kesho, Ramadhani, baada ya Ramadhani, na kwenye kila mwezi anapigana ili apate radhi zake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo waaminifu ndani ya Ramadhani uendelee kuwa ndio waaminifu baada ya Ramadhani, kwa sababu mimi na wewe tunahitaji sana, zaidi ya sana, pepo yake Mwenyezi Mungu. Tunaipenda pepo yake Mwenyezi Mungu, na kwa sababu hiyo imekujalia wewe na mimi hatuli mchana wa Ramadhani. Kwa sababu gani? Chakula hakipo, vinywaji havipo. Alhamdulillah,
vyakula vipo, alhamdulillah vyakunywa vipo, alhamdulillah afya ipo. Sasa haya yote mtu anayakataa au anayaacha kwa ajili yake Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo ni imani. Sasa unakataa au unamkimbia au unamhama mke wako mchana wa Ramadhani hali ya kuwa unampenda na unamhitaji. Vile vile mke wako na yeye anakuhitaji na anakupenda, lakini hawa wawili wanaviacha kwa ajili yake Mola wetu, kutokana na uzuri uliopo, kutokana na thawabu Mwenyezi Mungu ametutajia kwamba yeye ndiye mwenye thawabu hizo, ndiye mwenye kutoa thawabu hizo. Sasa mwaminifu wa Ramadhani, ukweli wa kuamini, ndiye mwaminifu ndani ya Shawwal, ndiye mwaminifu ndani ya Shaaban, ndiye mwaminifu ndani ya Rajabu na zinginezo, kwa sababu uaminifu haubadiliki. Yani iman yaweza ikapanda, yaweza ikashuka. Hiyo kama wanavyoamini watu wa Sunna ni kwamba al-imani yazidu wa yanqus, imani inapanda na inashuka. Yazidi bitaa, inapanda mwanadamu pindi ambapo anamcha Mwenyezi Mungu katika mambo yote, yani anamtii Mola wake kwa kila jambo. Hapo imani tazidi kabisa, na mtu huyo kila mmoja tamani aishi naye. Kila mmoja anatamani aishi na mtu mwenye imani, kwa sababu hakuna mtu mzuri ambaye kama yeye, hakuna. Mwenye imani ndiye mwenye busara, mwenye imani ndiyo mwenye akili timamu, mwenye imani ndiyo kila jambo. Kwa hiyo ndugu zangu, na wahusieni na kuihusia nafsi yangu kwamba ndani ya Ramadhani tutapata kumcha Mwenyezi Mungu, na tusiachie hapo, tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.